Yesu asifiwe, mtoto wa Mungu. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo ametupatia siku njema ya leo. Leo ni Jumapili ya Pasaka, au niseme ni Jumapili ambayo tulikuwa na kongamano la siku 5, na ujumbe wetu mkuu ilikuwa ni juu ya nguvu ya udhihiriko wa damu ya Yesu Kristo, yaani kuona ule uweza udhihiriko wa nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Na neno kuu ambalo lilikuwa linatuongoza ilikuwa kutoka kitabu cha Petro wa kwanza, ile sura ya kwanza kuanzia mstari wa 18 na wa 19. Ndio neno hilo ambalo niseme neno kuu ambalo lilikuwa linataka kutuonyesha kila ambacho ndani ya siku 5 Mungu anataka kukitenda katika kongamano letu la siku 5. Lakini leo tulikuwa na kipengele au niseme na somo ambao pia ilikuwa inaendelea nguvu ya udhihiriko wa damu ya Yesu Kristo. Tukapata kujifunza mambo ya msingi sana, kwa sababu huu haraka ilikuwa ni kuonyesha au walengwa hasa, nianzie hapo, walengwa hasa wa ujumbe huu wa Mtume Petro ilikuwa ni waamini. Ilikuwa ni waamini, kuwasaidia au kuwapa ujumbe wa kuweza kuwasaidia katika maisha yao ya kiroho. Hiyo ndio point ya kwanza. Unajua kila barua inapoandikwa ilikuwa na walengwa. Ukitoka kwenye walengwa sasa tunaangalia muktadha, yani mazingira ya huo ujumbe yalikuwa ni nini. Ndipo tukajifunza kuonyesha kwamba Mtume Petro anaandika ujumbe huu, Wakristo walikuwa wanapita kwenye mateso makali mno, walikuwa wanapita kwenye taabu, walikuwa wanapita kwenye maumivu makubwa. Kwa hiyo alilenga kuwajenga kiimani, lakini pia na kuwatia moyo au waamini. Walipita kwenye mazingira gani? Kutokana ule utawala uliokuwepo kwa wakati huo. Mtawala aliyekuwepo kipindi hicho alikuwa ni Mfalme Nero. Tunajua historia ya kuzaliwa kwake mwaka wa 37 BK, alafu akaja akafa mwaka 68 BK. Huyu Nero alikuwa ni mtoto wa kufikia wa Mfalme Klaudio. Huyu Nero alizaliwa na mama yake akiitwa Agripina. Baba yake Nero alikufa mzazi akiwa na miaka 3. Nero. Sasa mama baada ya kuolewa na mfalme na kuishi na Mfalme Klaudio, ndio akamchukua mtoto huyu Nero kukaa na baba yake. Kwa hiyo akawa ni mtoto, tunasema mtoto wa hiari, ndio tunasema kuadapt. Kwa hiyo na akapata zile haki sasa kwa Mfalme Klaudio. Baada ya kuuawa Mfalme Klaudio na mama yake, mkewe ambayo ni Agripina, ndipo Nero akachukua nafasi ya kuwa mtawala pale Roma akiwa na miaka 16. Na baada ya, kwa sababu alikuwa ni mdogo, akawa anapata ushauri wa mama yake mzazi. Hasa ushauri wa mama yake hakukubaliana nao, ikabidi amuue na mama yake, ikabidi auwe na wake zake wote wawili, kwa sababu ya ukatili ambao alikuwa nao Mfalme Nero. Sasa Wakristo wakapita kwenye mazingira magumu sana. Kuna mambo ni magumu walipitia. Walifika hatua soko, yani sema jiji la Roma likachoma moto, lakini hiyo kesi ikawaangukia walokole. Akina Mtume Paulo akawaua, Mtume Petro akawaua. Tena Petro mtume anakuja kuuawa kwa kesi tu ya
mchawi aliyekuwa ni utaisema mchawi wa taifa Simon Magus alipokufa, kesi ya Mtume Petro ikaanzia hapo na akauawa. Kwa hiyo Wakristo walipita kwenye mazingira magumu, lakini katika kitu ambacho mimi kama mimi huwa kinanitesa au kinaniumiza ni Wakristo kuuawa, tena kwa kuliwa na wanyama. Anaenda polini, maaskari wanachuna ngozi wanyama huko, alafu wanaweka tukio la wazi, watu wanaona Wakristo wanaliwa, wanaruhusu simba wanakwenda kuwatafuna au waamini. Kwa hiyo nasema maneno haya ni kwamba kilikuwa ni kipindi, au niseme kama katika wafalme walioweka kovu baya ndani ya kanisa ni mfalme Nero. Sasa mtumishi wa Mungu, maandiko niliyoyasoma yalikuwa ni ya msingi sana kuwatia moyo na kuwajenga. Ndio maana nasema hatukununuliwa kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha wala kwa chochote, ni kwamba tumenunuliwa kwa gharama kubwa. Sasa nikazungumza mambo matatu ya msingi ambayo yalilenga ujumbe huu au mistari hii. Jambo la kwanza niseme na wewe, ilikuwa ni hao waamini pamoja na mateso, pamoja na maumivu, pamoja na hali mbaya waliokuwa nayo, wapate kutambua thamani yao ndani ya wokovu. Watambue thamani ya wokovu wao. Wakitambua thamani ya wokovu wao, maana yake hawatarudia makosa yao, hawatarudia uovu walioufanya kabla hawajamwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya kuwasimamisha imara, kuwatia moyo waweze kutambua thamani ya wokovu wao. Watu wengi wanaacha wokovu kwa sababu ya kutokuthamini kila ambacho wamekipokea. Lakini jambo la pili, alitaka watumi wajue gharama iliyotumika kupatikana kwao. Yaani watambue gharama. Sema ukitambua gharama ya kitu, utakiheshimu, utakitunza. Gharama. Kwa hiyo Mtume Petro alitaka wajue gharama. Yaani wasichukulie kitu poa kwamba wameokoka, au niseme kanisa la leo kwamba tumeokoka, tunaishi maisha ya kawaida, hatuhisi chochote, lakini wokovu tunaotamba nao, tunaosimama nao, ya kwamba umemgharimu Yesu kifo cha aibu, umemgharimu mateso makali, umemgharimu aibu, kuvuliwa nguo, kubaki mwanaume wa miaka 33 na kitu, kavuliwa nguo, kabakishwa uchi msalabani kwa mateso na maumivu makubwa. Lengo kubwa ni nini? Ni kumwokoa mwanadamu. Kwa hiyo alitaka wajue, asema mmenunuliwa au mmekombolewa, sio kwa fedha. Mmekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, kuutambulisha uhai wa Mungu kutolewa kwa ajili ya mwanadamu. Wapate kujua, wasianze kuyafikiria mateso waliokuwa wakiyapitia, wasianze kufikiria tabu na maonevu walikuwa kuyapitia. Wajue kwamba wao ni sehemu ya uteuzi wa Mungu kwa gharama ambayo aliifanya au aliitoa kwa ajili yetu. Kwa lazima muamini yoyote lazima atambue wokovu na maisha ya wokovu aliyokuwa nayo, na yote anayopata katika imani yamemgharimu Yesu kifo, yamemgharimu mateso makali, yamemgharimu kweli kweli pale msalabani. Lakini jambo la tatu, tulitaka kuona matokeo ya umwajikaji damu ya Yesu, matokeo yake. Alitaka waone kuna matokeo, damu haikumwagika bure. Hapo ndipo tunapoona nguvu ya udhihiriko wa damu ya Yesu.
alitaka waone ule uweza, ile nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Ndio maana tukaona hapo kwamba ile matokeo ya kupatikana kwao au ya udhihiriko wa damu ya Yesu, kuna vitu imefanya. Jambo la kwanza ni kurejeshewa au kurejeshwa kwenye uwepo wa Mungu. Yaani ile damu, kumbuka mauti ilipoingia kupitia dhambi, mwanadamu akatoka kwenye uwepo wa Mungu, akaondolewa kwenye uwepo wa Mungu. Sasa damu ilipokuwa inamwagika, ule uwezo, yani ule uwezo uliopo katika damu ya Yesu ni kumrejesha mwanadamu katika uweponi mwa Mungu aliye hai kwa njia ya msamaha wa dhambi. Lakini jambo la pili, matokeo ya udhihiriko wa umwagajikaji wa damu ya Yesu ni kumimina pendo la ndugu pasipo na unafiki. Ukisoma ule mstari wa 22, mstari wa 22, ile Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 22, anaeleza juu ya pendo la ndugu, kuonyesha kwamba ndani ya damu ya Yesu kuna nguvu ya kuachilia pendo la ndugu. Yaani kwa tafsiri nyepesi ya kwamba sisi tumefanyika ndugu au familia ya Mungu, sio kwa njia nyingine yoyote, sio kwa kuzaliwa, kabila, taifa au familia. Kanisa inaitwa familia ya Mungu. Sasa kuna kitu ambacho nguvu ya damu ya Yesu ilidhihirisha ndani ya kanisa. Maana nikasema ni pamoja na kuachilia pendo la ndugu. Ndio maana sisi tunaitwa ndugu katika Kristo, kwa sababu ya lile pendo ambalo limemiminwa ndani yetu kupitia damu ya Yesu Kristo. Lazima utambue. Maana nikasema ndani ya pendo kuna nasema mambo mawili. Anasema pendo lisilokuwa na unafiki. Mapendo mengine yanaweza kawa na unafiki, lakini sio pendo la Mungu ndani yake. Lakini nikasema pendo, au niseme pendo halitakabari. Nikasema pendo halitakabari. Ufafanuzi wa kutakabari na kutakabari. Kutakabari ni kuonyesha dharau. Kutakabari ni kukubali. Kuna kutakabari na kuna kutakabari. Kutakabari ni kuonyesha jeuri, dharau. Sasa ndani ya upendo wa Mungu hatuhitaji kudharauliana. Watoto wa Mungu, mtu yoyote aliyeokoka, yaani mtu yoyote ambaye amemiminwa pendo ndani yake la Kristo, hawezi kuwa na dharau. Atakavyomwona mweusi ndivyo atakavyomwona mweupe. Atakavyomwona mfupi ndivyo atakavyomwona mrefu. Atakavyomwona mwenye elimu ndivyo atakavyomwona asiyekuwa na elimu. Atakavyomwona vile yoyote mwanadamu ndivyo atakavyoona, kwa sababu tu ya lile pendo ambalo limemiminwa ndani yake. Kwa sababu huyo mtu ndani yake tabia ya kutakabari haiko ndani yake. Atamheshimu, atamhudumia, atampenda. Tunatarajia hata mtu wewe uliokoka, hata ukiwa ofisini wewe ni boss, watu wanatakiwa kuona ndani yako kuna pendo la Kristo ndani yako, pasipo kuwa na dharau. Kama watu wanakuja ndani yako, wanakuja kwako na wadharau, unaona sio kitu, wakati wana thamani kubwa mbele za Mungu, wewe utakuwa ndani yako hakuna pendo la Kristo ndani yako. Lakini nikasema yale matokeo ya umwagaji wa damu ya Yesu Kristo imeachilia dhamana ya ahadi zote za Mungu
katika maisha yetu. Kwa hiyo tunaposema dhamana, tunasema ni kumchukulia au kudhamini, ni kuchukulia mtu dhamana au kutoa fedha ili mshtakiwa asiwekwe rumande. Haleluya! Yaani unaposema damu ya Yesu ni mdhamini au imenidhamini, maana yake ni kwamba imekusaidia au imenisaidia mimi juu ya kila shitaka au kila chochote ambacho, unajua sifa ya mdhamini lazima asiwe na hatia. Yaani naposema huyu ni mdhamini wangu, hataki kuwa na hatia yoyote. Yaani huwezi kwenda benki mtu akakudhamini wakati ana deni pale benki. Haleluya! Huwezi kwenda polisi mtu akudhamini pale polisi wakati yeye mwenyewe ana kesi pale polisi. Mdhamini lazima au hatakiwi kuwa na hatia yoyote. Sasa Biblia inasema kwamba damu ya Yesu haikubeba hatia yoyote, haikuwa na hatia yoyote. Ndio maana ina nguvu ya kumdhamini mtu. Wakimwaga damu za kuku, wakimwaga damu za mbuzi, wakimwaga damu za kuku, wakimwaga damu za njiwa, wakimwaga damu za kondoo, hii damu ina nguvu ndani yake ya kukudhamini wewe. Kwa nini? Hakuna hatia ndani yake. Kusoma kitabu cha Mathayo sura 27 mstari wa 3, Yuda anathibitisha baada ya kurudisha vipande 30 vya fedha, anasema nimeisaliti damu isiyokuwa na hatia. Yaani nimeisaliti damu isiyokuwa na hatia. Damu ya Yesu haina hatia yoyote, ndio maana ina uwezo wa kumdhamini kila mtu anayeiamini katika maisha yake. Lakini kipengele cha mwisho cha matokeo ya udhihiriko wa nguvu ya damu ya Yesu ni kuachilia upatanisho wa milele, sio wa muda. Tumepokea upatanisho wa milele. Yaani damu ya Yesu ina nguvu ya kukupatanisha na Mungu milele yote. Yaani ukiwa hai hata baada ya kufa, imekutupatanisha. Ule uwezo wa kutupatanisha, wanazungu wanasema no expire date, yaani hai expire, yaani nguvu yake haiishi. Ilipokuokoa, maana yake imekupatanisha na Mungu milele na milele. Hiyo ndio ujumbe wangu kwako, mtu wa Mungu, ambaye leo umeweza kusikia kila ambacho ujumbe wa kongamano unaosema juu ya udhihiriko wa damu ya Yesu Kristo, au nguvu katika udhihiriko wa damu ya Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki na Mungu apate kukuponya. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ni Mungu uliye mwaminifu na mwenye uweza na mamlaka yote. Asante kwa ajili ya neno hili ambalo umesema nasi juu ya nguvu ya udhihiriko wa damu ya Yesu. Nami natamka neno hili kwa mamlaka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Udhihiriko wa nguvu ya damu yako ya thamani ikapate kukutana na mhitaji huyu, ikapate kumtoa kwenye vifungo, kwenye maagano, kwenye mamlaka zote za giza na kila vyote vilivyokamata kwenye maisha yake. Kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, inaituma kwake kama mdhamini kuanzia leo, ikamtoe katika kila mashtaka aliyoshikiliwa kwenye maisha yake, ikamtoe kwenye vifungo, ikamtoe kwenye mauti, ikamtoe kwenye magonjwa, ikamtoe kwenye mateso, ikamtoe kwenye aibu. Yesu, katika damu yako ya thamani ukajitukuze, ukamfungue, ukamweke huru na ukamrejeshe
ukarejeshe ndani ya uwepo wako, ili akuabudu wewe katika roho na kweli. Natamka baraka juu yako, natamka ushindi kupitia damu ya udhihiriko wa damu ya Yesu kwenye maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki. Asante. Amen.